Na wengi tunaifahamu Jumapili watu wengi wanakwenda kanisani. Lakini pia hata tunapotazama dini zingine, kwa mfano Wahindu, japo kuwa Wahindu hawana siku maalum katika wiki, lakini wenyewe kila siku ya juma huwa iko dedicated kwa Mungu fulani. Wenyewe wanasema hivyo. Kila siku huwa ina Mungu wake. Na huyo Mungu ataabudiwa katika siku hiyo. Wahindu hao. Lakini pia hata Wabudha pia nao wana siku zao. Lakini pia zipo sherehe mbalimbali ambazo zinasherehekewa zikionekana ni siku takatifu na zenye kuheshimika. Mfano Wahindu wana siku yao hii wanaita Diwali, ambao wanasherehekea, wanasema kuzaliwa kwa mwanga. Wengine inaitwa Krishna Jamushtari, hizo za Wahindi, na zingine inaitwa Navaratri, ambayo ni siku ya kusherehekea Mungu huyu wa kike anaitwa Durga. Sasa tunataka kujifunza sasa. Hapa nipo na rafiki zangu, nipo na Adili, lakini pia pamoja na Madam Sega na Frank Matibwene. Tunataka kuona wazo la pumziko. Katika maisha yetu ya wanadamu tuna mapumziko mengi. Na hata katika taratibu za nchi mbalimbali huwa kuna siku za mapumziko, si ndio? Hata Tanzania tunajua kuna siku kadhaa ambazo huwa zimetengwa kwa ajili ya mapumziko. Kuna wazo la pumziko. Wazo la pumziko. Tunataka tulipate hili wazo. Je, linaonekana katika neno la Mungu kwamba kuna wazo lolote la kupumzika, lakini pia utakatifu wa siku? Jambo ambalo ningependa tuweze kujifunza. Labda kwa kutafakari, mmoja anaweza kutusaidia kuleta hilo wazo. Wazo hili linaonekana wapi katika neno la Mungu kuhusiana na mapumziko au kuwa na siku fulani? Labda nimkaribishe brother Frank pale, unaweza kutuletea wazo hilo? Wazo la kupumzika linaonekana sana. Ndio. Sasa karibia Biblia nzima unakutana na wazo hili. Mara kwanza hili wazo unaipata kwenye kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo nafikiri ni sura ya 2. Mwanzo sura ya 2. Na mstari wa kwanza na pili anasema basi mbingu na nchi zikakamilika na jeshi lake lote, na siku ya 7 ilikuwa ni siku moja. Hii siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Asante. Mungu akaibarikia siku ya 7 akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe akaacha kufanya kazi yake yote aliyoumba na kuifanya. Kwa hiyo hapa unapata wazo kidogo la pumziko. Kwa mara ya kwanza kwenye Biblia, ndio Mungu anakamilisha uumbaji, alafu siku ya 7, sababu ilikuwa siku 6 tunafahamu, siku ya 7 anaamua kupumzika. Sio kwamba amechoka. Hapana, aliamua kuiweka hii siku pembeni, akaitakasa, akaibariki, akapumzika kwenye hiyo siku. Asante sana. Labda Madam Sega utupe picha ya kwamba ni upekee upi unaoonekana katika hii siku. Sababu tunajua katika juma la uumbaji vitu viliumbwa katika siku zile 6, si ndio? Sasa ni kipi kinachofanya hii siku ionekane ni ya kipekee tofauti na zile siku zingine 6? Ni vitu gani vinaifanya iwe ya pekee? Nitaanza hapo kwanza. Mungu mwenyewe alipumzika katika siku hiyo. Ndio. Ukiangalia ni miongoni mwa amri ya Mungu ambayo ni amri ya 4. Kwa maana kuna mambo kama aliitenga. Cha kwanza aliitenga. Ndio maana tunaitenga kama siku ya kupumzika. Ya pili, ndio akaitakasa. Akaitakasa. Yaani hakufanya mambo maovu yoyote. Ndio. Kingine akaibariki siku ya 7. Na tunapoendelea huko tutajifunza mambo mengi sana. Yaani kwamba kwa nini yenyewe itakaswe, kwa nini iwe hivyo. Na ndio maana hata kwenye misingi ile 28 ya kanisa la Waadventista, kwa sababu Mungu alitenga hiyo siku na tukaiita kama siku ya Sabato. Ndio maana kuna Sabato ambayo ni msingi wa 20. Ukienda kusoma vizuri. Asante sana. Hayo machache tu matatu ambayo nimeyataja. Barikiwa sana. Kwa tunapata wazo la upekee wa siku hii tofauti na siku zingine za uumbaji. Wazo la kwanza ni siku ya kipekee kwa sababu kwanza ilitengwa, lakini jambo la pili nasema kwamba ilibarikiwa, siku iliyobarikiwa. Biblia inasema akaibariki, lakini ikatakaswa. Haya ni mambo matatu ambayo yanaifanya siku hii iwe ya kipekee. Na labda brother Adili utambie hii siku inaitwa ni siku ya 7, ndio? Na tumesema inatajwa ni siku ya pumziko bila shaka, si ndio? Sasa nataka tujifunze ili pumziko nazungumzwa hapa ni pumziko gani? Asante sana. Ndio. Mwenyekiti wa kipindi hichi kwamba
ni pumziko la namna gani, si ndio? Ndio. Nzuri zaidi, maana kwa Mungu amesema Mungu hakuchoka alipomaliza kuumba, lakini alipumzika. Sasa logic ya kwanza kwamba kama kuchoka na unapumzika, what is the concept? Maana tunajua anayepumzika ni ambaye amefanya nini? Amechoka. Ndio. Okay. Dhana kuu ni nini? Kwa nini Mungu alipumzika katika siku hii? Ndio. Kwa nini alipumzika? Na hizi siku zingine 6 hakufanya kazi. Ndio. Ngoja nizungumze kidogo. Jua pamoja na watu ambao wanafanya jambo usielewe utaelewa baadaye ni Mungu. Ndio. Jamii ya wanadamu sasa hivi imeendelea sana. Imeendelea sana. Na kuna mambo mengi. Kwa mfano sasa hivi katika sayansi na teknolojia kuna watu wanatuambia kwamba tulikuwa nyani hasa wa Afrika. Sasa ni jambo la kushangaza sana. Wakati huo yeye anayekwambia wewe ni nyani, yeye anasema ameumbwa na Mungu. Lakini hao ambao wamesema hivyo bado pia wanasema kwamba binadamu ameevolve. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo wanavisema. Ndio. Sasa Mungu alipopumzika katika hii siku nikana kwamba pia aliona future kule mbele, kwamba wanadamu atasahau alikotoka. Kwamba binadamu atafanya nini? Atasahau ametoka wapi. Maana anayepumzika siku ya Sabato kwanza anamuunga mkono Mungu. Ndio. Kwamba yeye ameumbwa na nani? Na Mungu. Ndio. Anayepumzika siku ya Sabato, yeye anakiri kwamba mimi na dunia na vyote nilivyo navyo imetoka kwa nani? Kwa Mungu. Ushahidi uko wapi? Anamkubalia Mungu kwamba wewe Mungu uliumba kwa siku ngapi? 6. Hii siku ukaiweka kama ishara ya uumbaji. Ndio. Kwamba hii siku anayepumzika hapa anamkubalia Mungu kwamba yeye ndiye aliyefanya vyote kwa siku ngapi? Kwa siku 6. Ndio, asante sana. Naona tutaona picha nyingine hapo mbele. Lakini Sabato Kiswahili katika najua neno la Mungu Biblia haijaandikwa katika lugha ya Kiswahili. Iliandikwa katika lugha ya Kiebrania pamoja na Kiyunani au Kigiriki. Sasa neno Sabato linatokana na neno fulani hivi. Labda tukipata picha tutaweza kusaidia neno hili la Kiebrania ambalo linafafanua fungu la Mwanzo 2 sura ya 2. Asante. Nafikiri kwenye fungu hilo kuna neno zuri linalotumika hapo Shabbat. Nalipata hapa ambalo linatoa hoja au logic ya pumziko. Ndio. Sio tu kwenye Kiswahili, ila zipo lugha nyingi sana ambazo nafikiri tutaona baadaye vizuri. Lugha nyingi sana ambazo zinatoa concept hiyo. Wakiita Sabato kwa ni pumziko kwa mujibu wa lugha zao. Ndio. Kwa hiyo kwa Kiebrania na Kigiriki hilo ambalo linatoa concept na logic ya pumziko. Niongezee tu kidogo kwenye alipozungumza kakadi. Amezungumza vizuri sana. Ndio. Kitu kipekee pia kuhusiana na Sabato ni kwamba kuna mahali Mungu anasema ni siku ya utakatifu wangu. Siku ya utakatifu wangu. Sasa Mungu anaposema hiyo siku inasoma kwenye kitabu cha Isaya 58. Ndio. Lakini fungu la 13. Siku ya utakatifu wake. Aliitenga, akaitakasa, akaibariki. Siku ya utakatifu wake. Lazima hii siku ni ya muhimu. Ndio. Na kwa upande wa pili pia tunapotazama dhana nzima ya pambano kuu, lazima shetani achukie. Ndio. Sababu hii ni siku ya utakatifu wa Mungu, kwa hiyo lazima tena tunapoteza sana. Asante sana kwa kutupatia wazo hilo. Mpaka sasa tunaanza kuona ya kwamba kuna siku ambayo inatajwa katika neno la Mungu kuwa ya kipekee zaidi, inaitwa siku ya 7. Na lugha ya Kiebrania inaifafanua inaita Shabbat. Siku ya 7 na inamaanisha kupumzika au kuacha, koma ulichokuwa ukifanya. Na labda wasikilizaji wetu nipende pia kuwajuza ya kwamba huenda ukawa na maswali yanayohusiana na Sabato. Unaweza ukatuma swali lako ambalo tutakuwa na wakati wa kujadili pia swali hilo wakati tunapomalizia kipindi chetu. Nataja namba ambazo utatuma swali linalohusiana na somo hili la Sabato. Namba zenyewe ni 0688 13 0073. Nitazirudia 0688 13 0073. Tutatuma swali lako kupitia namba hii na tutaweza kuijadili. Turudi sasa katika mada yetu. Tumeona hiyo siku inaitwa Sabato. Na mada msega ameweka wazi kabisa kwamba ina upekee katika vipengele vitatu. Kwamba ilitengwa, ikatakaswa, lakini pia
akaibariki. Jambo la kipekee sana hilo. Sasa tuone, je, hii sabato mmiliki wake ni nani? Ni siku ya nane. Nataka tupate hilo wazo na tuone mwanzo wake ni upi, ilianzia wapi. Maana kuna watu wengine wanafikiri labda ilianzia, kuna mtu fulani alikuwa nabii mkuu alikuwa anaitwa Musa, ndiye aliyepewa hiyo amri, watu wakaanza kuishika. Je, ilianzia wakati gani hiyo siku kushikwa? Labda unaweza kutusaidia hapo. Nafikiri fungu ambalo nilitaja mara ya mwisho nilisema kwenye Isaya. Hebu angalia kitabu cha Isaya. Hiyo kitabu cha Isaya. Nafikiri kitabu cha Isaya 58 kwa wanaotusikiliza pia na wale ambao wanatazama mtandaoni. Isaya 58. Hebu niangalie mstari wa 13 hapo. Mstari wa 13. Anasema nafikiri kama ukigeuza mguu wako ili fungu liko kichwani, ndio usihalifu sabato yangu. Anasema taisoma kama ukigeuza mguu wako usihalifu sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu, ukiita sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza kwa kutozifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe. Asante. Kuna vitu viwili hapo unaviona ambavyo anataja, zangu pia watachangia. Ukiita sabato siku ya furaha, juu yake anasema usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu. Ndio. Lakini na hapo mbele anasema na siku takatifu ya Bwana yenye heshima. Sabato ni siku takatifu. Siku zote ni za Mungu. Ndio. Jumatatu, Jumanne, Jumatano zote ni za Mungu. Ndio. Lakini siku ya Sabato ni siku ya Bwana yenye heshima. Siku takatifu. Kuna mahali sana kwenye Biblia anasema aliwapa sabato zangu. Aliwapa sabato zangu. Hadi hapo unaweza kuona kwa sabato ni ya nani? Bila shaka labda mzee unaweza kutuambia dalili sasa. Mimi hapo nitaongezea. Ndio. Sabato ni ya Bwana. Ndio maana tunaita siku ya Bwana. Ndio. Ukiangalia kuna vitabu vingi. Ndio. Na pia ukisoma kitabu cha Ezekieli, kitabu cha Ezekieli 20 mstari wa 20. Nasema kwamba zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi nanyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana wenu. Ndio. Yaani hiyo sabato ni siku ya Bwana, ndio maana amesema ni ya kwake. Ukiangalia hata wenzetu wa Roman Catholic kwenye amri ile ya 4 inasema kwamba shika kitakatifu siku ya Bwana, yaani ni siku ya sabato. Lakini kadri tutakavyoenda huko mbele tutajua kwamba hiyo siku ya Bwana ni ipi. Ndio. Asante sana madam kwa kusomea fungu hilo. Na jambo fulani pia limeibuka, limetaja kuhusiana na sabato zangu. Nafikiri ili tuende nalo kichwani tutasaidia hapo mbele kuona tofauti kati ya sabato ambayo tunaizungumza ya siku ya saba, lakini inaonekana kama kuna sabato zingine, maana inatajwa sabato zangu. Sasa ningependa pia tuweze kujaribu kuona, je, tumekubaliana wote ni siku ya heshima kama pia maandiko yanavyoonyesha yenyewe katika Isaya. Na inaitwa, Madam Sege anatuambia hapa ni siku ya Bwana. Sasa wenda mtu mwingine akawa anajiuliza swali, je, Yesu alipokuwa hapa duniani katika huduma yake kuna wakati alidai kwamba hiyo siku kweli ni ya Bwana, ni siku takatifu, au tunaweza tukapata picha hapo katika kipindi cha huduma ya Yesu? Je, kuna sehemu Yesu anasema yeye ndiye mmiliki wa siku hiyo? Asante sana. Ndio, karibu hadi. Mungu anapodai kitu ana ushahidi. Bwana asifiwe. Amina. Tunakubaliana kwamba Yesu ni Mungu ni muumbaji. Kwa hiyo hebu tumsikilize kidogo na yeye akisema sasa. Maana tumuone yeye anasema nini kuhusiana na sabato ni ya nani? Ni yake kabisa kama alivyosema. Twende kwenye kitabu cha Marko. Kitabu cha Marko sura ile ya 2. Marko sura ya 2 na ule mstari wa 27. Mstari wa 27. Marko 2:27. Pale tutaona maneno fulani ya mazuri sana ya Yesu aliyoyasema mwenyewe. Nasema ya kwamba naam, akawaambia,
Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Alafu 28 anasema basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia. Asante sana. Kwa hiyo tunaona bosi wa Sabato ni Yesu mwenyewe. Yaani wewe kama unatunza Sabato, bosi ni nani? Ni Yesu. Kwa hiyo hapa anasema mwana wa Adamu ndiye nani? Bwana Sabato. Bosi, the top of all. Yaani katika watunzaji wa Sabato maana yake kwamba yeye ndio namba ngapi? Namba 1. Hata hivyo ndo alianza kupumzika pale Edeni. Kwa hiyo ushahidi huko. Yesu mwenyewe anakiri kwamba ni Bwana wa Sabato. Sawa, asante sana kwa kutupatia wazo hilo. Na kabla hajafika mbali kidogo, ningependa tujadili swali moja. Nimeona limehusu fungu la Isaya ambalo tumetoka kulisoma wakati huu, Isaya 58. Na kuna mtu anauliza swali hapo, ngoja nilitafute kuhusiana na Isaya 58 hiyo tumesoma hapo. Isaya 58. Swali linasema naona maswali ni mengi sana. Sasa anasema ya kwamba kwa hiyo nukuu ya Isaya 58, anasema kwa hiyo nukuu ya Isaya 58, je, siku zingine tufanye anasa zetu na sio Sabato? Kwa sababu inasema tufanye anasa siku ya mtakatifu. Sasa nauliza, je, kwa sababu imesema hivyo, je, siku nyingine sasa ndio tufanye anasa zetu? Ndio akasaidia hapo. Madam Seko, unasemaje? Hapo cha kusema ni kwamba Ndio, yaani alivyokuwa anasema kwamba usifanye anasa siku ya Sabato, sio kwamba anamaanisha kwamba siku zingine ufanye, kwa sababu hata ukisoma kwenye maandiko na mambo ambayo hayaruhusiwi kabisa kufanya. Mfano mambo haya ya anasa, anasa ni nini? Ni mambo ya uzinzi, kwa shughuli uzinzi. Yaani hata kwenye Biblia inakatazwa, sio kwamba useme sasa siku zingine nitafanya alafu siku ya utakatifu wa Bwana nitaacha kwa sababu ni siku ya nani? Ya Bwana. Hapo aliposema kwamba ni siku ya Bwana kwa sababu yeye aliitenga kwa ajili ya mapumziko, akaitakasa, akaibarikia. Lakini na siku zingine ni siku za Bwana. Unapofanya hizo siku zingine sio kwamba Mungu akuone, anakuona vizuri. Kwa hiyo yani hairuhusiwi, yani ni marufuku. Mimi naweza nikasema ni marufuku hata siku zingine kufanya anasa kwa sababu na zenyewe ni siku za Bwana. Ndio, asante sana kwa sehemu hiyo. Labda kwa ufupi kwa ufupi pia amezungumza vizuri. Na anasa pia inaweza ikawa ina maana kubwa sana. Inaweza ikawa ina maana kubwa sana. Na ameeleza vizuri pia. Hautakiwi of course kufanya anasa. Hata kufanya anasa. Lakini sio tu kwamba ametaja usifanye anasa zako siku ya utakatifu wangu. Pia ametaja vitu vingine. Hii siku unatakiwa uite siku ya furaha, ni siku ya takatifu yenye heshima, ukiitukuza na mtu kuzifanya njia zako mwenyewe. Kuna njia zako ambazo unaweza ukazifanya zikawa ni njema, lakini sio za kuzifanya siku ya Sabato. Hii siku of course anachokimaanisha hapa ni kwamba hii siku ni kwa ajili ya nani? Ya Bwana. Kwa hiyo kaa naye, zungumza naye, msikilize. Sababu amekuachia siku zote za kufanya mambo yako ambayo ni mema, sio mabaya, ambayo ni mema. Kwa hiyo siku yake hii naye nenda kwa heshima kwa sababu ni siku yake. Yuko pale na kusubiria mkae mzungumze. Asante sana. Sasa naona natuletea wazo la kwamba katika maisha yetu tunapojenga urafiki na watu mbalimbali, mara nyingi huwa tunatamani kuwa pia na wakati wa kuwa na mazungumzo. Tunasema quality times. Wakati wa kuweza kuzungumza, kufanya communication. Kujua unaendeleaje, mipango na mambo mengi tofauti. Na hata wanasosiolojia wanakubaliana ya kwamba ni muhimu sana kuwa na wakati kama huo, unajenga mahusiano na kuyaimarisha. Na hilo wazo tunaliona pia katika neno la Mungu, ni kwamba Sabato ni kama inaita wazo la quality time. Kuwa na wakati wa kipekee pamoja na Mungu, wa kuweza kuwa na mawasiliano pamoja naye. Sasa jambo lingine nikawa najiuliza katika sehemu hii ya kwamba mtu fulani kwenye Isaya hiyo 58 ya kwamba anasema usiseme maneno yako mwenyewe. Inasema hivi. Sasa labda hapo tunaweza tukana jambo gani hapo? Labda mimi nirukie hapo ndani ya mada. Ndio. Mada hii ni nzuri sana. Ndio. Umezungumza vizuri sana quality time. Kwa kweli kama unampenda mtu, hata tu kwa sisi ambao tuko hapa,
Ndio. Hata kama ni rafiki yako, hata kama kwenye ndoa ni mwenzi wako, lazima uwe na muda wa kukaa naye. Ndio. Kwa sababu kipi kitaonyesha kuwa unampenda, kwa sababu unaspendi muda mwingi na yeye. Unapenda kumsikiliza. Ndio. Kwa hiyo unataka uspendi quality time kwa sababu unampenda huyo mtu. Kwa sababu Mungu alituumba sisi tuna upendo, na yeye ni Mungu mwenye upendo, anatamani akae na sisi ili atuonyeshe upendo wake. Kwa hiyo tukiweka katika framework hiyo ni kwamba ule muda tunakaa na Mungu ili tumsikilize, atuonyeshe upendo wake na sisi tuonyeshe upendo. Siku hiyo ndio achana na mambo yako yote. Kwa mfano Festo, ndio tu mfano wewe. Na rafiki yangu tu mwingine ambaye nampenda kwa kike, ambaye ninakaa naye, tunazungumza, alafu yeye ana chat na kufanya mambo yake. Nitaona of course ni kama anisikilize hivi, aone umuhimu wangu, hata mimi sipendi kabisa. Mimi sipendi, nachukia sana. Kwa hiyo bora nifungue mlango niondoke. Ndio. Kwa sababu ni kama anidharau na aone umuhimu wangu. Sawa sana wewe siku ya Sabato unaangalia mpira, unaangalia movie. Ndio. Mungu anatamani akae na wewe, usikilize neno lake, alafu unafanya mambo yako ajisikie vizuri. Binafsi kama Mungu mwenye upendo anaumia kama ambavyo tunaona. Sasa nataka tujue katika hizi siku zingine 6 kwa ufupi sana tunawajibishwa kufanya nini? Maana tunaona siku ya 7 Mungu anaidai. Maana inatajwa kuwa ni ya kwake na ametuhitaji sana katika siku hiyo. Je, ni majukumu gani au ni uwajibishwaji gani ambao tunapewa katika siku zingine zinazobakia? Sana tunapaswa kufanya nini katika siku zingine hizi? Kwa siku ambazo zimebaki tunatakiwa kufanya kazi, kwa sababu Mungu mwenyewe alifanya kazi siku zote. Ndio. Ndio maana alikuwa akimaliza tu anasema ikawa asubuhi ikawa jioni. Kwa alikuwa anafanya kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwaona sisi kama wanafunzi hapa ni wanavyuo, kwa tunatakiwa kusoma. Ndio maana kuna vipindi vingi muda mwingine mpaka jioni. Lakini siku ya 7 tuiache. Ndio. Tuiache Sabato tunakuwa ni nyingi. Kwa kufanya kazi kwa bidii zote. Labda badala tupatie fungu la Biblia ambalo litamsaidia mshiriki aweze kujua Biblia imesema kwamba hizo siku tunawajibishwa kufanya hivi. Tusome kitabu cha Kutoka sura ya 20. Kutoka sura ya 20. Tuangalie kuanzia fungu lile la 8. Kutoka 20 fungu la 8. Tuanzie hapo nisome. Ndio. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Ndio. Siku 6 fanya kazi. Ndio. Utende mambo yako yote. Ndio. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Ndio. Wewe wala mwana wako wala binti yako, ndio, wala mtumwa wako, ndio, wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga, ndio, wala mgeni aliye ndani ya malango yake yako. Asante sana. Ndio, fungu hili linatusaidia kuona. Lakini kuna jambo lingine ambalo nimeona kuna washiriki hapa wanaotufuatilia wameweza kuuliza. Lakini kabla sijaenda hapa, rudi labda kwenye tunaiona tu inaitwa ni siku ya 7 na inaitwa Sabato. Ila tujajua ni ipi, si ndio? Shaka bado tujajua hii siku ni siku gani. Na wewe na mtu pia kana anajiuliza ni siku gani? Sasa tunataka kwanza kujua. Kwanza kuna umuhimu gani wa watu wenyewe pamoja na mtunzaji wake? Ni umuhimu gani? Alafu itatupeleka kujua pia ni siku ya aina gani. Sabato ni ya muhimu sana. Umuhimu wake ni mkubwa sana. Kwa sababu unapoitunza Sabato, msingi una acknowledge mambo mawili. Moja, una acknowledge ya kwamba Mungu ndiye amekuumba. Unasoma kwenye kitabu nafsiri cha Zaburi 95 kama sio 95 96 pale. 95. 95 sura ya 6. Asante sana kunikumbusha. Anasema njooni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele ya Mungu wetu. Anasema njooni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Ndio. Sababu mojawapo ya kwamba unamwabudu Mungu kwa sababu ndo amekuumba. Ndio. Na siku ya Sabato ina require ibada. Ndio. Inahusiana moja kwa moja na ibada. So Mungu aliiweka kando akaitakasa kuibariki. Ndio. Lakini sababu nyingine ya kufanya umuhimu wa Sabato kuitunza ni kwa sababu Mungu alitukomboa. Ndio. Nakumbuka kuna mahali fulani kwenye Biblia anawaambia wana wa Israeli, ndio, zishika sana hizo Sabato na kuiangalia sana hiyo Sabato. Kwa kwamba Bwana Mungu wenu aliwatoa katika nchi ya Misri kwa mkono wake wenye nguvu. Kwa hiyo inawakilisha simply mambo mawili haraka tukia. Na ni kwa moja tunamwabudu Mungu ndio kwa sababu ametuumba,
Lakini pili, tunaabudu Mungu sababu ametukomboa. Na kwenye kumwabudu Mungu ameweka siku yake. Asante sana, lakini ningependa pia nisome maoni ya msikilizaji wetu na mtazamaji wetu. Anasema kwamba yeye alitamani kufafanua maana ya anasa. Anasema anasa ni jumla ya mambo tunayofanya ambayo hayamtukuzi Mungu. Mfano, kuangalia mpira siku ya Sabato, kwenda kumbi za starehe, kadhalika. Ni ndio leo ametuma ujumbe huu kutuonyesha kwamba anazidi kufafanua neno anasa. Kama muelewe ni jumla. Unasikia kusema ni jumla. Kwa jumlisha yote unayojua ya Mwenyezi Mungu yajumlishe. Yote ni anasa. Asante sana kwa ujumbe wako huu. Lakini hata anauliza swali linasema, je, Yesu angekuwa hapo leo angeangalia mpira siku ya Sabato? Kwamba Yesu akasema kufa leo, Lakini sio tu kwamba asingeangalia. ndio. Mimi naweza nikaliweka sema kwamba asingeangalia kabisa. Ndio. Sio tu kwamba asingeangalia siku ya Sabato. Yesu hebu najaribu kufikiria kwa logic. Goli kafungwa hapo, Yesu akasimama akashangilia. Asingeangalia. Hapo ni mpendo mtazamo ambao ni mtazamo unaweza kusaidia sisi leo. Mimi tunapotafakari jambo fulani, ni mtazamo wa Kristo. Na hiyo mtazamo ambao ndugu msikilizaji wetu au mtazamaji ameuchukua, yani kwamba akachukua perspective ya Yesu, si kama ni Yesu. Ni vizuri kujiuliza kwenye mambo mengi katika miktadha kama hii. Hivi Yesu alikuwa kweli angeacha ibada? Sasa watu akaenda kuangalia mpira. Tunasema sisi tunafuata yeye na tunamuiga yeye. Bila shaka ni mtazamo mzuri ambao kila mmoja wetu anapaswa kustawisha kuangalia mambo kama Kristo ambavyo anaweza kuyaona. Asante sana ndugu kwa ujumbe wako huu ambao umetupatia. Na namalizia kusema hivi. Kwa hiyo tuige mfano wa Yesu. Asante sana kwa ujumbe wako. Sasa kuna watu wanajiita wa Sabato, si ndio? Kuna watu wanajiita hivyo wa Sabato. Kuna siku nimewahi kusearch. Ndio. Hivi ni madhehebu mangapi duniani yanayotunza Sabato? Ndio, yanayotunza Sabato. Yalikuwa 500. Yapo mengi kweli. 55 wanaoitunza Sabato. Ndio. Wapo wa Sabato. Ni pia wapo wa Adventista wa Sabato. Kuna Baptisti wa Kuna Baptisti ndio wanajiita Vivian Baptisti. Wapo wengi. Reformers. Ila wapo hawa watu ambao wanaitwa Waadventista Sabato. Ndio. Seventh Day Adventists. Hao ni tofauti na hao wengine. Sasa nataka tujue na utaratibu ambao Mungu aliweka wa utunzaji wa hii siku. Ile tukawa tunaitunza au tunaikumbuka au tunaishika siku ya Sabato, lakini kuna namna ambavyo inapaswa kwa sababu kama badala tusaidia katika ile fungu la somo anasema ikumbuke siku ya saba na ufanye nini? Na kuitakasa, si ndio? Kumbuke siku ya Sabato na ufanye nini? Na uitakase. Na nyingi nikajaribu kufikiri wengi tunaikumbuka. Hamna mtu anaisahau. Bila shaka tunaikumbuka. Lakini labda tusaidie kwenye kipengele cha utakaso. Maana nasema kuitakasa. Hii inamaanisha nini kuhusiana na siku hii? Okay. Bwana Yesu asifiwe. Kuitakasa. Bwana ameitakasa. Je, na wewe unatakasa? Swali zuri la concept la kujiuliza. Mimi niseme kwamba katika ile Isaya 58 Mungu aliposema ukigeuza mguu wako usiharifu. Ndio. Mungu kuna mambo ameagiza ya kuyafanya. Ndio. Na of course kuitakasa ni kufanya jumla ya yote ambayo inamtukuza Mungu sawa na maagizo yake. Maana siku hii imetengwa kabisa. Imetengwa. Ina masaa 24 ndio. Lakini ina upekee mkubwa mno. Ndio. Kwa hiyo katika siku hii wengi Mungu ametuambia cha kwanza ni siku ya ibada. Ndio. Siku tunatakiwa kufanya ibada tunaruhusiwa. Ndio. Lakini siku ni komandi. Ni komandi kwamba it is there for devotion. Ndio. There for devotion. Lakini pia katika haya yote pia mtu anaweza kujisema nitunze vipi hasa? Kuna namna nyingi. Ndio. Kwenye ibada hivi ni kutunza Sabato. Ndio. Lakini pia kwenye nchi za wenzetu mtu ukiona kwa familia yako kuna maeneo mazuri unaweza ukayatembelea pia. Ndio. Ukaenda mkaangalia uumbaji wa Mungu. Ndio. Ukatafuta sehemu nzuri ukatulia ukaangalia uumbaji ukaanza kumtukuza Mungu. Ndio.
kwa kweli kuna namna fulani Sabato inabariki sana endapo tu tukijua namna nzuri ya kuweza kuitumia. Ndio, asante sana. Labda ndugu mtazamaji na tusikilize katika kipindi hiki, pende kujulisha ya kwamba mpaka sasa tunaona ya kwamba tayari katika neno la Mungu, Biblia inafunua ya kwamba Mungu kuna siku maalum ambayo aliiweka kando, akaitakasa na kuibariki, na siku hii katika neno la Mungu inaitwa Sabato, na neno la Mungu linatoa maagizo mbalimbali ya namna ambavyo siku hii inapaswa kutunzwa. Ni siku ambayo Mungu anatuhitaji kufanya yale yanayompendeza yeye tu. Na katika siku zingine 6 Mungu ametuachia hizo kwa ajili ya kufanya mambo yetu, yaani shughuli zetu za kila siku za kutupatia kipato. Na sasa tunapoendelea, ningependa niunganishe hii. Sasa kuna vitu vidogo vidogo ambavyo watu pia huwa wanauliza. Kwa mfano, msikilizaji mmoja anapenda tu tuende na maswali kwa sababu yanahusiana na vipengele ambavyo tunakuwa navyo wakati huu. Anasema kama tunaagizwa kupumzika siku ya Sabato, je, haturuhusiwi kushiriki mambo mengine na watu wasio Waadventista? Mfano sherehe, na jirani yako pale ana sherehe siku hiyo. Sasa wewe ni Mwadventista Sabato au unaishika hiyo Sabato, sasa unafanyaje hapo? Yeah. Sasa Mungu ameingiza kwenye nasoma kwa mfano tunasoma fungu mawili. Kutoka 20:8 hadi 11 na Isaya. Ndio. Kwenye Kutoka anasema usifanye kazi. Hiyo siku usifanye kazi. Kazi zako za kila siku ambazo uko unazifanya zinakuingizia kipato usizifanye. Ndio. Na kazi zozote usizifanye. Kwenye Isaya 58 anasema sio tu kwamba usifanye kazi, kuna mambo ya kuyafanya kwenye hiyo siku ambayo ni mambo amesema iite siku ya furaha, akisema siku yenye heshima, usifanye na kuna mambo ya kuto kuyafanya. Yesu anakuja kuelezea vizuri anapotoa ule mfano wa mtu ng'ombe wake kwenye shimo, anasema ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Kwa hiyo unapokuja kwenye hii siku, jambo la kufanya lile jema ambalo linaleta utukufu mbele za Mungu, sio anasa zako. Mimi naweza nikasema mimi hapa sema sherehe ni anasa yako, ni anasa yako kabisa hiyo. Usifanye siku ya Sabato. Ndio kuna mambo ambayo unayafanya siku ya Sabato ambayo ni mema. Ndio Bwana mtukuza pia Mungu na kusaidia mtu. Ndio kwa changamoto. Ndio mtu ameanguka tu hapo akafa ghafla. Bwana huyu siku ya Sabato tumwache hapo. Lazima tutamshughulikia, sio? Ndio, asante sana kwa mtazamo. Nikana najiuliza wakati tunaposoma katika neno la Mungu utaona Wayahudi wanamshutumu Yesu tena na mambo fulani ambayo anafanya siku ya Sabato. Tunajua kile kisa alimponya mtu siku ya Sabato. Lakini pia tunakumbuka kuna kitendo wanafunzi wake walifanya. Walivunja masuke, ndio? Siku ya Sabato wakawa wanashtaki hivyo Wayahudi. Wayahudi hao tunajua ndio wanaoishika Sabato. Na Yesu alizaliwa akiwa Myahudi pia. Alikuta wanaishika Sabato. Sasa kuna tatizo gani katika hii siku ya Sabato? Sababu inaonekana wanaoishika lakini ni kama kuna vitu fulani havikuwa sawa katika utunzaji wa Sabato. Ni jambo gani hilo? Asante. Ndio. Pamoja pia na walioshutumiwa kuvunja Sabato alikuwa ni Yesu. Ndio. Wayahudi walisema kwamba anavunja Sabato ni pamoja na walipoona wanafunzi wake masuka ni matikiti, sio? Ndio. Alienda kula matikiti siku ya Sabato. Matikiti walivunja masuke. Masuke nafikiri hapo kama wele. Okay. Kama hivyo. Sasa okay. Kwanza virudi kwamba ni chakula walichokula nini siku ya Sabato. Ndio. Lakini tunaangalia jinsi Yesu alivyorespond. Ndio. Of course Wayahudi bana wakati niseme kwamba wenyewe tu walienda mbali wakapoteza dhana ya utakatifu wa siku ya Sabato. Ndio. Sabato sasa ikaanza kwa kweli ikawa ni sheria kandamizi. Ndio unaona. Sheria ambayo hata wewe ungekuwa Myahudi ungetamani hata wewe Msamaria. Ndio. Kwa hiyo Yesu alipokuja sasa bosi wake akaanza kuonesha kwa mifano namna nzuri ya kutunza nini Sabato. Kwa hiyo tunaweza tukaona kwamba hii Sabato vitu vingi ambavyo watu wana misconceptions waende kwenye Biblia pia. Kusoma jinsi Yesu ambavyo alifanya siku ya Sabato. Hicho ndio kilicho sahihi. Aliponya wagonjwa Yesu siku ya Sabato. Ndio. Alitoa huduma za kusaidia watu siku ya Sabato.
Ndio. Kwa hiyo ni mitazamo tu, Wayahudi walikuwa na vitu vingi. Kwa mfano, Wayahudi walikuwa anasema kwamba Ndio. ukiwa na mtoto wako au ukitema mate chini, mate chini ukarowanisha hapo, wewe umefanya kazi ya kuotesha mmea. Alafu kingine, endapo kama yani walikuwa na mambo ya ajabu, ukibeba mtoto, Ndio. yani wewe ukibeba jiwe hivi, hiyo umefanya kazi. Ila ukichukua mtoto wako kambeba mtoto wako wewe ana jiwe limemlemea. Ndio. Au yani usichukue ile jiwe kutoka mkononi mwake ama kambeba hivi. Anakuambia ni kitendo cha neema. Unaona? Sasa tunaona Wayahudi walikuwa na shida sana. Walitungia sheria 1000 karibu 600. Ndio. Yes. Kwa hiyo tunaona walikuwa na vitu vingi na Yesu aliviita ni tamaduni. Asante sana. Alikuwa sema neno la Mungu. Na hata tunaona wakati nilikuwa nafuatilia nikasikia kule Israeli kuna wakati walikuwa wanalalamika. Na hata hii desturi ipo mpaka leo. Na maeneo ambayo Israeli ikifika siku ya Sabato na usafiri hauruhusiwi tena kufanya kazi ule wa public. Hata kuna barabara ambazo gari ya barabara unaweza hata usione watu barabara. Na maduka hata yanafungwa kabisa, yani hakuna shughuli nyingine. Uruhusiwi hata kuendesha gari hiyo siku. Ni siku ya mapumziko, na kisinye hicho nichekesha ni kwamba walitaka watengeneze mfumo katika lifti wa automatic. Kama inapofika tu siku ya 7 basi lifti mtu kiingia, yani hamna haja ya kufinya hata kile kitufe. Kama ukifinya kile kitufe itakuwa ni umefanya kazi siku ya Sabato. Kwa ni mizigo tu ambayo inaonekana walikuwa wameiongezea katika siku hiyo. Sasa tuende katika sehemu hii ambayo inasema tumezungumza Sabato. Sasa hii Sabato ni nini? Maana ndio watu wanataka kufahamu wengi na wao wanajiuliza. Inatajwa Sabato, lakini sisi tukija katika lugha yetu ya Kiswahili tunajua tuna Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Sasa hii Sabato ni siku gani? Ni siku ipi? Napenda tuanze kujifunza hapa. Mimi naweza kujibu kwa jibu moja, ndio kunyooka, ambalo alihitaji maelezo mengi. Ndio. Naweza nikasema Sabato ni Jumamosi. Sabato ninaweza nikasema ndio Sabato ni Jumamosi. Mara ya kwanza nilikuwa na struggle sana kuweza kuzungumza na mtu na kuelewa kwa Sabato ni Jumamosi. Mara kwanza nilikuwa najua Jumapili. Kwanza kuna wengine wanafahamu kwa Sabato ni Jumapili. Hapana. Ndio. Sabato sio Jumapili, Sabato ni Jumamosi. Jumamosi. Asante sana kwa pointi ya msingi. Sasa tupate ushahidi. Maana kuna zaidi ya kusema tu ni Jumamosi. Madam Sego unaweza kutupa ushahidi mmoja hapo? Kama tuseme sasa kwenye hizi siku za wiki tunaiweka hapa. Mimi nitatoa ushahidi mmoja hapa. Ndio. Ndio katika kitabu cha Luka. Ndio kitabu cha Luka. Kuanzia mstari wa 51. Ndio. Tuanzie tu mstari wa 50. Aliyefika anaweza akasoma. Luka. Kitabu cha Luka. Luka 23 mstari wa 50, tuanzie hapo. Alipata. Okay. Biblia inasema na 23:50 Biblia inasema natazama akatoka mtu mmoja jina lake Yusufu, ambaye ni mtu wa baraza, mtu mwema, mwenye haki. 51 wala hakulikubali shauri la tendo lao, naye ni mtu wa Arimasaya, mji mmoja wa Wayahudi, tena anautazamia ufalme wa Mungu. Mtu huyo alikwenda kwa Pilato, akataka kupewa mwili wa Yesu. 53 akaushusha, akauzinga sanda ya kitani, akaweka katika kaburi lililochongwa mwambani, ambalo hajalazwa mtu bado ndani yake. 54 na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na Sabato ikaanza kuingia. Ndio. Komea tu hapo. Tukianza hapo kujifunza tunaona kwamba katika ulimwengu wa sasa kuna vitu kama vitatu. Ndio. Kuna Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu na Jumapili. Lakini katikati ya Ijumaa Kuu na Jumapili kuna Sabato ambayo ni Jumamosi. Ndio. Sasa Yesu aliteswa siku ya Alhamisi ambayo ni Alhamisi Kuu tunaita hivyo. Ndio. Lakini siku ya Ijumaa ndo Yesu alikufa. Ijumaa Kuu. Ndio. Ndio maana wengi hawali nyama, mtu hali nyama kwa sababu anaamini kwamba akila nyama yani si atamla Yesu, yani concept nyingi hapa. Anaweza kama mwili wa Yesu. Anaweza kala mwili wa Yesu kwa sababu ndo siku hiyo alikufa. Baada ya kufa Yesu alikaa kaburini siku 3. Ndio.
alikufa ilikuwa siku ya Ijumaa Kuu, ndio maana watu wanaadhimisha. Baada ya hapo akazikwa. Na siku hiyo ilikuwa inasemekana kwamba ni siku ya maandalio na Sabato ilikuwa imeanza kuingia. Ndio. Kwa hiyo Sabato ni Jumamosi kwa sababu baada ya kufa kwa Yesu, Yusufu alienda kuomba mwili wake aende kuhifadhi, na siku hiyo ilikuwa ya maandalio. Lakini ukiendelea kusoma kwamba siku ya Sabato alistarehe kama ilivyoamriwa. Ukiangalia hapo Ijumaa ndo alikufa, Jumamosi akalala kaburini, siku ya Jumapili akafufuka. Hicho kisa kinaendelea katika kitabu cha Luka 24. Ukiendelea hapo asubuhi na mapema anasema hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka walikwenda kaburini wakialeta manukato walioweka tayari. Ilikuwa hata siku ya kwanza ya juma ambapo Maria Magdalena na mama yake Yesu walienda kuangalia mwili wa Yesu. Ndio. Walipoenda wakakuta kaburi limeshapasuka, Yesu ameshafufuka, ambayo inasemekana kwamba ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma. Na siku ya kufufuka tunaamini kwamba ni siku ya Jumapili, ambayo kwenye Biblia imeandikwa ni siku ya kwanza ya juma. Ukianza kuhesabia hapo utakuta kwamba siku ya saba ni siku ya Sabato ambayo ni Jumamosi. Vitabu vingi sana ambavyo vimeandikwa, ukisoma hata Marko 16:16 utaona, Mathayo 28 hicho kisa kipo. Alafu kitu kingine, watu wote wanajua siku ya Sabato ni Jumamosi. Ni wachache sana ambao hawajui. Ukiangalia madhehebu mengine wanajua kabisa. Asante sana Madam Sewa kutupa hiyo picha ya kwamba ya kujua siku ya kwanza. Maana jumuiya zote za Wakristo zinakubaliana ya kwamba siku ya kwanza ambayo ndio siku Yesu ambayo alifanya nini? Alifufuka ni juma ngapi? Jumapili. Kwa hiyo hapo panaweza kutusaidia. Naomba niongeze kidogo tu kwenye kipengele ambacho alikisema. Kuna sababu kubwa ya watu kutokula nyama siku ya Ijumaa Kuu. Kwenye Catholic theology au theolojia ya kanisa Katoliki, kuna kitu kinaitwa transubstantiation. Transubstantiation. Yes. Asante kwa kueleka vizuri na changanya nilitamka. Lakini wakati wanakula, kwa mfano sisi watu tunakula mkate na divai, si ndio? Lakini wao wanakula tu mkate, divai anakunywa tu padri. Kwa nini padri anakunywa tu divai? Kwa sababu anaamini ya kwamba at the moment hiyo sasa trans ni nini, inamaanisha ya kwamba pale anapotamka yale maneno kuwa huu ni mwili wangu na damu yangu, vile vitu vinageuka kabisa na kuwa mwili na damu ya Yesu. Kwa hiyo padri sasa ndo wao anakunywa peke yake ili watu wengine wasije wakamwaga damu ya Yesu chini. Hapo wote alafu wamwage damu ya Yesu inamwagika. Sasa kwa hiyo wenyewe wanafundisha kwamba kabisa vile vitu vinageuka. Kwa hiyo ndio maana hawali nyama hiyo siku. Kwa sababu anaamini nyama mwili wa Yesu. Hata kuna muujiza mmoja pia ni usahau jina lake na jina maalum ambao unaitwa muujiza, inasadikiwa kutokea miaka ya nyuma. Na hata waliitwa wanasayansi kutoka nchi tofauti kuweza kufanya uchunguzi wa ile divai pamoja na ule mkate. Ilidaiwa kwamba ilikuwa nyama kabisa. Hata tafiti zilifanyika wakadai, kwa sababu Yesu anasema ni mfano. Ndio. Sasa mfano huwezi ukageuka kuwa kitu. Lakini pia niweze kumjuza ndugu anayetufuatilia ya kwamba swali lake limejibiwa. Nafikiri wakati walikuwa anauliza, je, katika historia ya kibiblia Jumamosi ndio siku ya saba au ni siku nyingine? Swali lilikuwa limeulizwa. Nafikiri sasa unaweza kuona, unaweza kuwa umepata picha. Lakini mimi nichangie pia ushahidi mwingine mmoja ambao unatusaidia, ambao ni tuitazame dini ya Kiyahudi. Ni dini ambayo ni ya muda mrefu na ipo mpaka sasa, japo imegawanyika katika vikundi vingi, lakini bado wote wanakubaliana siku yao ya ibada, siku ya Sabato. Kwa hiyo sisi ni wasomi na tuna mtandao, tunaweza tukaenda tukaangalia ukaona Wayahudi wanaabudu siku gani. Jews bado wanaendelea na dini yao mpaka leo, na siku wanayoiabudu ni siku ya Sabato ambayo ni Jumamosi. Wanajua kabisa bila utata wote wala mashaka yoyote kuwa ni siku ya Jumamosi, wanaitunza na kuiheshimu. Lakini kuna utata mwingine unaonekana katika swali ambalo mtu anauliza, ningependa pia tulimalize hili, ya kwamba anauliza kuhusiana na yale majuma ya uumbaji jinsi yanavyotajwa, kwamba ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Sasa anauliza, je, inafahamika kuwa siku inaanza jioni na inaisha jioni? Lakini anasema kwa nini iandikwe jioni na asubuhi? Nasema kwa nini iandikwe jioni na asubuhi? Ngoja nifungue kabisa hapo. Labda mmoja tusaidie kwanza kupata hiyo maana yake nini, kusema kwamba ikawa jioni ikawa asubuhi. Nafikiri ukichukulia kwa namna moja, ndio ukasema jioni asubuhi ni masaa 12, si ndio? Ndio. Kama nimelipata mimi vizuri. Ni masaa 12. Ukisema ni masaa 12, ukisema siku ni
hivyo ukichukulia kwa mtazamo huo Ndio. unamaanisha kuna siku 14 kama sijakosea. Sababu jioni, asubuhi, sasa usiku unaiachaje? Usiku inakuwa sio siku au inakuwaje? Ndio. Of course kinachomaanishwa ni kwamba ikawa jioni ikawa asubuhi. Alikuwa anazungumzia majira. Sababu jioni inaingia usiku, si ndio? Kwa hiyo anamaanisha siku nzima. Mungu alimaliza kufanya kazi yake yote kwa siku nzima. Na ndio maana Sabato pia inatunzwa kuanzia Biblia anasema machweo hata machweo. Asante sana, lakini labda nisaidie pia katika mtazamo, katika lugha ya Kiebrania. Lugha ya Kiebrania ni kwamba siku inaweza ikatajwa katika namna tofauti. Katika Kiebrania siku au yom, wanasema ni yom, huwa ina vipindi viwili, kipindi cha mwanga na kipindi cha giza. Hichi kipindi cha mwanga katika lugha ya Kiebrania kinaitwa asubuhi. Ndio maana ukikumbuka kwenye Matendo ile siku ya Pentekoste mitume wanapoanza kunena kwa lugha, kuna mtu akasema ya kwamba mbona ni asubuhi hii saa 9? Sasa inaweza ukajiuliza asubuhi saa 9 kwa sababu katika lugha yao wamezoea tu kusema asubuhi ni kipindi chote cha mwanga, kile kipindi cha mwanga. Kwa hiyo ikawa jioni inazungumzia kipindi cha giza, ikawa asubuhi ikawa kile kipindi kingine cha mwanga ambacho kinakaribia cha giza lingine siku. Asante, hiyo ni basi fahamu. Asante kwa kueleza vizuri. Sasa tuweze kuendelea pia. Ushahidi mwingine ni upi ambao unatusaidia kuelewa siku ya saba kwamba ni Jumamosi? Mimi naweza nikataja labda shahidi moja, nyingine ya pili tutazungumzia wote. Ushahidi wa kwanza ni lugha ambazo zinazungumzwa na mataifa mengine. Ndio, ushahidi unaonyesha zaidi ya mataifa 70, zaidi ya lugha 70 zinataja Sabato kwa logic ya pumziko. Na wewe mwenyewe itabidi ushangae siku ya Jumamosi inavyoitwa. Mfano, Waarabu Arabic wanaita Sabat, Amerian wanaita Shabbat, Bosnian wanaita Subota, Bulgarian wanaita Sabota, wengine wanaita Sabatu, wengine Subota, wengine Sobota, wengine Sabati, Sabota. Hivi sinakupa hata kitu chochote kile. Wengine wanaita Shabbat. Ndio, unanikumbusha hata katika Kiswahili. Wanaita Sabato, Kiswahili wanaita Sabato. Angalia wanaita sijui nini hicho. Sabato, au ndio kinaita Sabato. Italian wanaita Sabato. Latin Sabatum, Polish wanaita Sobota, Portuguese Sabado, Sambata, Sabota, Sabota, ziko nyingi. Yote tunasaidia kuona kwamba ni chanzo ni kimoja. Chanzo ni kimoja. Kwa nimekumbuka hata Kiswahili nimejifunza kwenye asili ya lugha kama sijasahau. Naona tunafananisha lugha za Kibantu. Ndio jua sio wanasema lisuva, wanasema kama Wajita wanaita chumvi munyu, si ndio? Si ndio munyu? Lakini sio, kuna wengine tena wanaita chumvi munyu hivyo hivyo. Sasa ukaona ni kitu kile. Kwa hiyo ina make sense ya kwamba of course Sabato itakuwa ni Jumamosi kwa sababu hazikani lugha zote hizo kazi zinahitaji hivyo. Asante ndugu ambaye unaendelea kufuatilia katika mitandao yetu hii ya jamii na katika TV zetu Caring God TV. Na kuna mtu hapa amesema jambo hili limenifurahisha, anasema ya kwamba anafafanua namna ya kuitakasa Sabato. Anasema kuitakasa maana yake kwa ujumla ni kuifanya safi Sabato au kuisafisha au kusafisha. Kwa hiyo sasa hapo anazidi kutupatia wazo la. Asante sana kwa ujumbe wako huu. Lakini ndio jambo lingine, labda ushahidi gani mwingine ambao utatusaidia? Ushahidi mwingine ni very strong. Na hii ni theolojia. Ndio, theolojia ya kanisa Katoliki. Sio tu theolojia ya kanisa Katoliki, ni theolojia makanisa mengine. Mimi naweza nikalisema ili plainly. Ushahidi upo wa kutosha. Ndio. Controversy au pambano halipo kwenye siku ya Sabato ni siku gani. Ndio. Siku ya Sabato inajulikana ni Jumamosi. Nenda kwa Katoliki watakwambia ni Jumamosi. Waislamu kwenye Qur'ani watakwambia ni Jumamosi. Wa Pentekoste watakwambia ni Jumamosi. Ukisoma kitabu cha Concordia cha Walutheri watakwambia ni Jumamosi. Ndio. Lakini wanasema kuna kitu kimefanyika. Ndio. Sasa hii ni changamoto. Kwa hiyo controversy moja haipo. Yaani yule mtu ambaye alikuwa anajua Sabato ni Jumapili, labda hajasoma vizuri mafundisho ya kanisa lake. Makanisa yote yanaamini kuwa. Na mimi nakumbuka hata nilipokuwa nikisali kule pia nilikuwa na hiyo understanding. Na wanafundisha hivyo, they know kwamba wakati ulipokuwa shahidi wa Yehova. Kwa ilikuwa ni wengi tumetoka kwenye madhehebu tofauti, si ndio? Na nakumbuka tulikuwa na kitabu kimoja hivi. Kitabu hicho kilikuwa kinafafanua sana kuhusiana na Sabato. Na nilikitumia sana hicho kitabu kujaribu kumhubiria rafiki yangu mmoja. Alikuwa msabato akaacha usabato Lakini
Ni jambo lingine hilo, labda wewe sasa niendelee. Nafikiri vizuri pia na sisi tukajua mafundisho yetu pia. Kwa ukisoma vitabu cha dini yako husika, kitakwambia Sabato ni Jumamosi, sio Jumapili. Hapana, hiyo concept haipo. Naweza nikasoma kwa mfano, kiingia kwenye website ya Vatican, Holy See Vatican, kuna katekisimu iko pale. Kaifungue katekisimu kwenye the third commandment, itakwambia wameeleza vizuri kuliko hata sisi wengine tunavyofahamu Sabato. Umeeleza vizuri kwa Sabato siku ya saba, kwa nini siku ya saba Mungu aliumba na kufanyaje na nini, Sabato ni Jumamosi. Labda pia ni wajuze watazamaji wetu wanaotufuatilia kwamba unapokuwa unajiuliza ni siku gani, jaribu pia kujua huko na kusali wanakuambia ni nini, au yenyewe dini yako hiyo wanaeleza Sabato ni lini. Jaribu pia kujua hilo. Kwa kuna mwingine unakuta anauliza hilo swali lakini hata hajui mafundisho ya kanisa yake pia ni yapi, yanazungumziaje. Pia inaweza kusaidia kujua. Lakini muda wetu nao sio rafiki sana. Hebu tuende katika hii sehemu. Sasa tunaona kuna mabadiliko. Sasa kwa nini inaonekana tumeona Sabato ni Jumamosi? Ndio siku Mungu ameiweka kama kwa ajili ya ibada, tumeshaona hivyo. Lakini kwa nini sasa tunaona Wakristo wengi, asilimia kubwa, wanaabudu siku nyingine? Nini kimetokea? Kwa nini Jumapili? Labda nimalizie tu wakati wenzangu pia wanajiandaa kuongea. Kwenye katekisimu yake inaitwa New Covenant Catechism, Father Peter Gayman, of course alikuwa ni sio kwamba tu alikuwa ni bishop, alikuwa ni mwanatheolojia mkubwa kanisa Katoliki. Ndio katika kipindi cha Papa Leo nafikiri ni wa 13, aliandika hii katekisimu ambao mtu mfano anapotaka kuwa Mkatoliki, unakuwa mtu mzima wewe, kwa lazima ukupe katekisimu ili ujue mafundisho. Yanayo kwenye mfumo wa maswali. Ukurasa namba 66 nitashare baadaye, anasema ni kanisa Katoliki. Anasema hivi, kwa nini alisema amri ya tatu ni ipi? Akasema amri ya tatu ni kumbuke siku ya Sabato. Akasema siku ya Sabato ni ipi? Akasema Jumamosi ni siku ya Sabato. Saturday the Sabbath day. Kwa nini sasa tunaitunza Jumapili badala ya Jumamosi? Sikiliza anavyosema, anasema kwa Kiingereza. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church, in the Council of Laodicea, ni muhimu kuelewa kansili ziko nyingi sana. Kwenye kanisa Katoliki kuna Council of Laodicea, Council of Trent, Council of Nicaea, kuna Vatican I, Vatican II na nyingine zinazoendelea. Hizi council ndio zinazo develop theology ya kanisa Katoliki. Nitazungumzia council mbili, Council of Laodicea na nyingine council ile inaitwa Council of Trent, ambayo pia ile develop kwa asilimia kubwa sana mafundisho ya kanisa Katoliki. Kwenye Council of Laodicea anasema they transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Maana walihamisha utukufu kutoka Jumamosi kupeleka Jumapili wa Sabato. Ambaye anatuambia tu pia hivi, unasoma kwenye gazeti la Our Sunday Visitor, February 5, 1995, anasema since they take everything else, why not the Pope? Anazungumzia wa Protestanti. Tukumbuke Protestanti wametoka kwenye kanisa Katoliki. Wanakataa mafundisho ya kanisa Katoliki. Lakini baadaye Wakatoliki sasa wanarudia Protestanti. Bwana, nyie mbona mnatupinga sisi, mnasema Papa, kwa sababu kwa mfano mtu kama Martin Luther alisema Papa ni mpinga Kristo. Hizo zipo. Wote wa Protestanti walisema hivyo. Alafu sasa anasema nyie mnasema Papa ni mpinga Kristo, mnamkataa Papa, lakini mbona vitu vingine vyote mnavikubali? Mfano anasema the Protestant mind does not seem to realize in accepting the Bible, Biblia, observing Sunday, in keeping the Christmas and Easter, they're accepting the authority of the spokesman of the church, the Pope. Kwa hiyo unapoangalia hizi teolojia ya kanisa Katoliki utagundua ya kwamba wanakiri kubadilisha. Zipo nukuu nyingi, hatuwezi kusema zote kwa wakati. Ya mwisho ni kwenye Council ya Trent. Kwenye Council ya Trent walikutana ni kipindi cha Martin Luther. Wamekutana Protestanti wote wameitwa na Katoliki. Wanasema bwana, lazima tuwe na umoja. Ngoja tunapishana kwenye haya mambo. Sasa Waprotestanti wanatetea haki kwa imani. Kuna zile sola tano ambazo kwa mmoja hapa Martin Luther, hapo na sola scriptura. Sasa Biblia pekee. Wanasema sisi tunaokolewa tu kwa imani, sio kwa kupiga magoti alafu nasamehewa dhambi zako, hapana. Sasa kwenye Council of Trent Waprotestanti walisema nyinyi mnafundisha uongo, na Waprotestanti wote walikuwa wanaitunza Jumapili. Archbishop wa Reggio akasimama akasema, hizo unaweza kutafuta mtandaoni, akasema mimi Protestanti mnasema ya kwamba
kanisa lisitunze tradition, tamaduni. Lakini mbona nyie mmeikubali Jumapili? Wakati Jumapili ni tamaduni tu ya kanisa. Kwa nini msitunze Jumamosi basi kama nyie ni Waprotestanti wa kweli? Mmeiacha Biblia. Kwa hiyo Waprotestanti wakaishiwa nguvu, ikabidi tu warudi pia kwenye mafundisho. Ndio maana unaona pia mafundisho mengi ya makanisa mengi yanaendana na mafundisho ya kanisa. Kwa hiyo kanisa Katoliki lilibadilisha Sabato, utukufu wa Sabato kupeleka kutoka Jumamosi kwenda Jumapili. Na changamoto kubwa ambayo tunaiona hapo ni kwamba watu wamedanganywa. Sio tu kwamba wamedanganya Festo, lakini hawajui kuwa wamedanganywa. Ndio. Maana kuna kudanganywa na kugundua kuwa wamedanganywa. Wamedanganywa, wanaamini wanaabudu siku sahihi. Ndio. Lakini kumbe sio. Ndio. Wanaabudu kwenye siku ambayo sio sahihi. Changamoto nyingine, ndio Biblia inataja Danieli 7:25 kwamba kuna mamlaka pembe ndogo ndio inaazimu kubadili majira na sheria. Inabidi mtu aje kwenye net event ajifunze ya mambo. Kabisa. Mamlaka ikiunganishwa na mnyama wa Ufunuo 13 wanaonekana wale wanaomwabudu huyo mnyama wanamwabudu joka. Kwa swala hapa ni la kumtii nani? Unamtii aliyeumba au aliyebadilisha? Aliyebadilisha, ndio. Kwa hiyo uko hivyo. Ndugu, naendelea kutufuatilia, utagundua ya kwamba kuishika Sabato ni uamuzi wako wa kuonesha kwamba unamtii nani. Je, ni aliyeanzisha au ni mwanadamu? Na pia nipende kukaribisha katika mahubiri yetu yanayoendelea ya net event, ambapo tunajifunza zaidi kitabu cha Ufunuo na mambo haya yamezungumzwa sana. Niendelee kukaribisha, endelee kuhudhuria na utaweza kufunuliwa mambo mbalimbali ambayo huenda ukawa kuyafahamu sana. Asante sana kwa ufafanuzi huo mpana, na pia niwapendekezee watu tuwe na desturi ya kwenda kutafiti vitu. Leo wakati mwingine tunakuwa tuna maswali lakini hatujachukua sisi wenyewe hatua ya kwanza kufanya tafiti, kugundua kwa nini hiki kiko hivi. Kwa hiyo tuwe watu kufanya tafiti. Hebu jaribu kujiuliza, alafu fanya utafiti wako binafsi kwanza, alafu unaweza kuendelea kujifunza mambo mengi zaidi. Na sasa naona muda wetu pia umekimbia sana, na maswali pia watu ambao wametuma maswali ni mengi, na kwa haraka sana ningependa labda tujaribu kujibu baadhi ya maswali ambayo watu wameweza kuyauliza hapo. Kwa mfano, umeshapata majibu kwa Sabato ni lini, lakini kuna mtu anauliza swali kwamba je, ni dhambi kupika siku ya Sabato? Na kama si dhambi, ni fungu lipi katika Agano Jipya linalohalalisha jambo hili? Sababu Agano la Kale hata moshi haukuruhusiwa kuonekana katika nyumba za Waisraeli. Kwa maswali kwamba usichopoe pale jikoni ukata kitunguu na nini siku ya Sabato. Ni swali Hili swali sio tu kwamba ni gumu. Ndio. Ila ni changamoto pia. Labda niseme hivi. Ndio. Kwenye kitabu, kwenye Agano la Kale Mungu anasema mioshi isionekane kwenu katika siku ya Sabato. Ndio. Na kuna sababu kwa nini Mungu anasema hivyo. Ndio. Kwa sababu anawapatia chakula kila siku. Ndio. Na Musa anawaambia vizuri ya kwamba ukeni mtakachooka, tukiseni mtakachotokosa, kisha itakuwa ni Sabato. Mungu ana provide constantly food. Kulikuwa hakuna sababu ya wao kuwasha moto si ya Sabato. Sio tu hivyo, kuna mtu nafikiri aliwahi kuokota kuni. Kama umewahi kusoma hiyo sehemu, ndio kuokota kuni, walimpiga mawe, walifanyaje ile? Walimpiga mawe hadi akafa. Ndio ile mtu. Kwa hiyo siku ya Sabato ile swali ni gumu first. Ndio. Naomba nisilijibu kwa moja kwa moja. Sawa, kwa sababu muda wetu pia kuna mafungu kadhaa ambayo yanaonekana pia yana utata sana katika Biblia. Wakolosai 2:16. Sema mtu yeyote asihukumu, basi mtu asihukumu ninyi katika vyakula na vinywaji au kwa sababu ya sikukuu ya mwandamo wa mwezi au Sabato. Hii nayo tunaweza tukajifunzeje? Kwa ufupi sana. Je, inayotajwa hapa ni nini? Maana nasema mtu asihukumu. Tunapokuwa tunamalizia kipindi chetu. Sabato zilikuwepo nyingi. Kuna hizi kwa mfano Sabato za siku ya utakaso, zile za mara moja kwa mwaka. Ndio. Kulikuwepo na habari za Pasaka. Ndio. Kwa hiyo kulikuwepo na Sabato nyingi sana, ila sio Sabato ya amri ya ngapi? Ya 7 ya kwenye amri 10 za Mungu. Ndio. Yes, amri ya 4. Yes, amri ya 4 ya kwenye zile amri 10 za Mungu. Kwa hiyo hizi zingine zote unazoziona kwenye Biblia ambazo haziko kwenye ile amri ya 4 ya zile za Mungu, hizo ndio Paulo alikuwa anazungumzia. Kwa hiyo hakuondoa Sabato
ile ya uumbaji, inayomaanisha Mungu ndiye muumbaji wa mbingu na nchi. Karibu pia Msaiga kwa. Mimi nitaongezea kwenye swala la msosi. Msosi kula sio dhambi, lakini sasa kwenye kupika sijui. Soma kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 10 anasema kwamba siku ya kwanza kutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu, na siku ya 7 kutakuwa na kusanyiko takatifu. Haitafanya kazi yoyote katika siku hizo isipokuwa kwa hiyo ambayo kila mtu hana budi kula, hiyo tu ifanyike kwenu. Kwa kula msosi kusema kwamba ndio kazi, waache kula hata siku ya Sabato. Kula imeruhusiwa kabisa kwamba ule. Sasa sijui msosi utatoka wapi, sijui kama unaweza kuandaa mapema kabla siku ya Sabato haijafika. Andaa hivi. Malizie kwa ufupi pia nizungumzie swala hilo Wakolosai 2 dakika moja. Wakolosai 2 namalizia hapo. Nitaje tu hizi sikukuu kwa ufupi. Zilikuwa zipo sikukuu 7. Nisoma unaposoma mada nzima ya patakatifu. Moja ilikuwa inaitwa Passover, ambayo ni nafikiri tunaifahamu. Ya pili miganda. Ya pili ilikuwa inaitwa unleavened bread, mikate isiyotiwa chachu. Alafu ya tatu ilikuwa inaitwa siku ya kutikisa miganda. Zote hizo tatu zilikuwa zinafuatana. Yesu anakufa, anakaa kaburini, anafufuka, siku ya kutikisa miganda. Alafu ilikuwa inafuata Feast of Weeks, inakaa siku 50 baada ya kutikisa miganda, ambayo ilikuwa inawakilisha Pentecoste. Na inafuata Yesu anamwambia wanafunzi wake wamsubiri zile 10, inafuata kupiga tarumbeta. Alafu inamalizia Yom Kippur, sikukuu ya upatanisho. Alafu ambao ndio Yesu yuko patakatifu mbinguni akituombea. Alafu inamalizia sikukuu ya vibanda, ambayo sasa hivi tunaita makambi, ikiwakilisha miaka 1000 tutakayokaa na Mungu mbinguni. Kwa hiyo zote hizo zilikuwa zina point nani? Yesu. Ndio maana Paulo anasema vizuri mtu asiwahukumu kwa ajili ya hizo. Na anazungumzia kina nani? Wayahudi wanahukumu wa Kristo wengine wapya, kwa mbona nyinyi mzitunzi hizi siku? Paulo anasema hizo siku sio za kuzitunza sasa hivi kwa sababu alizikamilisha ni Kristo. Lakini Sabato ya siku ya 7 sio kwamba alikamilisha ni Kristo, hapana, itakuwepo hadi mbinguni. Isaya 66 unasoma mbingu mpya. Sawa, asante sana Frankie pia Msaiga pamoja na Adili kwa kipindi hiki kizuri. Basi Bwana aweze kubariki. Na jambo gani ambalo tutaondoka nalo, kumbuka ya kwamba Mungu anayo siku maalum ambayo aliiweka, aliitakasa kwa ajili ya ibada, siku ya Sabato ambayo ni siku ya Jumamosi. Basi barikiwa na vipindi vingine ambavyo vinafuata. Bwana awabariki sana. Amen. Bwana awabariki, natumaini tumebarikiwa na kipindi